Halo wewe. Form ngapi wanafanya usafi kwenye hiki kiunga? Form 3 ndio wanafanya usafi. Form 3. Saizi hawapo. Nimewaita wakakimbilia Asembo. Asembo. Kwa hiyo wanaona kwenda Asembo ni sahihi kuliko kuacha mazingira haya yanakuwa machafu, si ndio? Utanieleza kila kitu. Shida nini? Nimekuja kuchukua matangazo. Matangazo ya nini? Maeneo ya usafi ni machafu. Tumepangiana kwamba hiki kiunga ni kwa ajili ya Form 3, kule ni kwa ajili ya Form 1, lakini maeneo ni machafu. Alafu unaniambia matangazo. Sasa nisikilize. Nenda kule Asembo, unapowatawanyisha waambie kwamba hawatakiwi kuingia darasani, wahakikisha wamefanya usafi kwenye viunga vyao ndio waingie darasani. Ndio. Tangazo la kwanza. Muda wa kuhesabu namba umebadilika. Sio saa 1 kamili, ni saa 12:30. Ndio mwalimu. Sambamba na hilo, kesho kila mwanafunzi ahakikishe anakuja na miba. Miba kwa ajili ya kuzungushia wigo wa shule. Sio kila sehemu tu mwanafunzi anaingilia. Tunatakiwa tupate sehemu moja ya kupitia. Jambo la tatu, kama sio la pili, kila mwanafunzi ahakikishe anakuja na majivu kwa ajili ya kuweka kwenye kiwanja cha shule, kunyunyuzia pale. Lakini majivu mengine tutayatumia kwa ajili ya Asembo, kuchora mistari ile kujua ni Form 1 wanakaa wapi, wanasimama wapi, hivyo. Majivu mengine yatatumika kwa ajili ya kunyunyuzia yale matofali kwa ajili ya nini? Ya viunga vya shule. Alafu kwenye viunga hapa, sitaki kuona mwanafunzi yote analuka kiunga. Mwanafunzi yoyote atakayeruka kiunga, waambie viongozi wa madarasa waandike majina kwamba fulani ameruka kiunga cha shule. Tangazo lingine, muda wa kuhesabu namba sio saa 1 kamili, ni saa 12:30 kuanzia kesho. Si unanielewa vizuri? Ndio. Tangazo lingine, Monta na Montres kabla hawajaingia darasani wahakikisha wameshachukua attendance. Sitakiwi mimi kuja madarasani kwa kugawa attendance. Hamjaniajiri nyinyi, nimeajiriwa na serikali. Ndio mwalimu. Tangazo lingine, Form 3 waambie kwamba kila mwanafunzi tulikubaliana kwamba tutaenda hatua wiki hii. Na hatua yetu ya kwanza tutaenda pale Mbeya kwenye Sitemolo ile, kwa sababu pale sipana lift. Tulikubaliana kila mwanafunzi atoe 50,000 kwa ajili ya kameramani wangu. Wenyewe wakabisha, wakasema hakuna picha ambayo inapigwa kwa shilingi 50,000. Sasa kila mwanafunzi wa Form 3 ahakikishe anaenda kununua simu kwa Cassian Phone Accessories, anayepatikana pale Mbeya soko la Kabwe. Anunue Aquas, anunue Infinix, anunue iPhone, anunue Samsung na simu yoyote ambayo inapatikana kwa Cassian Phone Accessories, kwa sababu Cassian Phone Accessories yeye anauza simu kwa bei nafuu na pia anafanya delivery. Kwa hiyo sitaki kusikia mwanafunzi yoyote anasema kwamba mwalimu, mimi nimeshindwa kupata picha kwa sababu kameramani alikuwa ni wa bei, au kwa sababu Cassian alikuwa hana hizo simu. Cassian ana simu za aina zote, lakini pia anauza accessories nyingine za simu. Hayo ndio matangazo yangu. Mwalimu, na swali mwalimu, pale kwenye miba mwalimu, sijaelewa vizuri kwa sababu mwe darasani tuna jirani yangu anaitwa Chakubara. Huwa anamsikia babake kila siku anasema mke wake amekuwa ni mwiba. Kwa hiyo Chakubara anaweza kuja na mama yake hapa shuleni kwa ajili ya kuzungushia. Sasa kama mama yake amekuwa mwiba kwenye ndoa huko, mwambie aje nyumbani kwangu. Mimi pia ni mwiba, tunaweza tukachomana. Sawa mwalimu. Haraka. Waambie watoke huko Asembo. Wapata takataka huko. Subira, unaenda wapi?